Hali inazidi kuwa mbaya zaidi huko nchini Israel. Ni kufuatia mashambulizi mabaya zaidi yanayofanywa na Iran dhidi ya taifa hilo la Kiyahudi la Israel. Hata hivyo, raia wanaiona serikali yao kwamba iliwadanganya kwamba Iran imeshambuliwa vibaya na haina silaha za kuweza kuwashambulia tena, lakini ni Iran ambayo imeamsha makucha yake kuionyesha dunia, kuwaonyesha Wayahudi na walimwengu wote kwamba bado ina makombora mazito na bado inaendelea na utengenezaji wa makombora mazito zaidi kwa ajili ya mapambano dhidi ya Iran na dhidi ya Marekani. Hii imemfanya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, baada ya kuona mashambulizi makubwa yaliyofanywa katika maeneo ya Dimona, maeneo ambayo ni maeneo ya nyuklia yanayodaiwa kwamba kuna idadi ya watu wengi waliouawa, licha ya kwamba serikali ya Netanyahu haikueleza uhalisia. Lakini wakati huu Waziri Mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu anakiri kwamba Iran inatishia usalama wa dunia. Waziri Mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu ametolea mwito mataifa mengine kujiunga katika vita vya Iran, akiomba msaada licha ya kwamba Marekani ipo nyuma yake, lakini anaomba msaada zaidi kwa sababu ya mashambulizi ya wakati huu yanayofanywa na Iran. Alisema kwamba ataweza kuharibu kabisa mji wa Teheran na kuiumbisha Iran, lakini wakati huu ni Benjamin Netanyahu anayeomba msaada kutoka mataifa mengine, akiyataja mashambulizi ya hivi karibuni ya Teheran dhidi ya taifa lake na mataifa ya Ghuba kama kitisho cha dunia. Akizungumza wakati alipotembelea eneo lililoshambuliwa na Iran kusini mwa mji wa Israel wa Arad, Netanyahu alisema matukio ya hivi karibuni yanaonyesha wazi kuwa Iran sio kitisho tu kwa kanda ya Mashariki ya Kati, bali pia kwa dunia nzima, akisema Iran sasa ina uwezo wa kushambulia hadi barani Ulaya na hata katika Afrika. Ni baada ya kuona makombora mazito yaliyorushwa kutoka Iran hadi katika kisiwa cha Diego Garcia ambacho kipo umbali wa kilomita 400. Netanyahu amegusia pia kombora hilo ambalo Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ililitekeleza la kulenga kambi ya pamoja ya kijeshi ya Marekani na Uingereza katika eneo hilo la Diego Garcia katika bahari ya Hindi lililopo kilomita hizo 1400 kutoka Iran. Waziri mkuu huyo wa Israel pia ameishutumu Iran kwa kutaka kuvuruga njia za biashara za dunia kwa kutaka kushambulia meli zozote zitakazopita katika mlango bahari wa Hormuz. Njia hiyo ya bahari inatumika kusafirisha asilimia kubwa ya mafuta ya dunia, na hata wakati huu bei ya mafuta imezidi kupanda na inapanda kila kukicha kutokana na vita ambavyo vinaendelea katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, huku Iran ikitishia kufunga mlango bahari wa Hormuz ikiwa Marekani itaanzisha shambulizi ililolitaja kwamba litakuwa ni shambulizi baya mno kwa upande wa Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Wa Iran wamejibu wakisema kwamba mataifa mengi yalidhani Iran ni taifa ambalo linaweza likatishiwa kwa namna moja ama nyingine, lakini wakati huu ulimwengu unashuhudia namna ambavyo Iran limekuwa si taifa la kuchezea kama ambavyo Marekani imeyachezea mataifa mengine katika ulimwengu. Mipango ya Israel pamoja na Marekani ilikuwa ni kuharibu kila kitu katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini wakati huu licha ya kwamba mashambulizi yao yanaendelea, lakini wanashindwa kutekeleza mikakati katika utekelezaji wa kuiharibu Iran, lakini pia kuangalia kile ambacho walikuwa wanataka kufanya kubadilisha utawala wa taifa hilo. Sasa wanazidi kuomba misaada. Rais wa Marekani Donald Trump aliomba misaada kwa muda mrefu kutoka katika mataifa ya magharibi ya NATO, lakini mataifa hayo yalimkatalia kutokana na kwamba waliona vita hivyo hawakuhusishwa moja kwa moja na kwamba ni vita ambavyo Marekani na Israel waliamua kuingia wenyewe na kupambana wao kama wao, na hivyo vita hivyo hawakutaka viwahusishe kabisa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.